Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameapa kwamba nchi yake itashinda vita nchini Ukraine, huku Kiev ikiendelea kutumaini idhini ya Marekani ya kutumia makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk yanayoweza kufika hadi katikati ya jiji la Urusi, yani Moscow. Kauli hiyo imetolewa wakati jeshi la Urusi likidai kudhibiti vijiji vipya mashariki mwa Ukraine, huku viongozi wa Umoja wa Ulaya wakikutana pale Copenhagen kujadili msaada wa kijeshi na ulinzi wa pamoja kwa taifa la Ukraine. Katika ujumbe kwa njia ya video uliochapishwa kwenye tovuti ya Kremlin, Putin amesema vita vinaongozwa na wapiganaji na makamanda wetu. Nchi nzima, Urusi yote inashiriki katika vita hivi vya haki na kufanya kazi kwa bidii. Tutapigana na lazima tutashinda. Jeshi la Urusi limedai kudhibiti vijiji viwili vilivyopo katika mstari wa mbele, kijiji cha Sandraholov na Zakharin vilivyopo kaskazini mashariki mwa mji wa Slyovansk, eneo muhimu katika msukumo wa Urusi kuelekea magharibi mwa Donetsk, ambapo Ukraine bado haijathibitisha kudhibitiwa kwa maeneo hayo. Urusi imekuwa ikipiga hatua taratibu mashariki, kusini mwa Ukraine, na mara nyingi wamekuwa wakitangaza kukamata vijiji vipya, japokuwa wanajeshi wa Ukraine wameshindwa kutoa taarifa kamili juu ya kupoteza maeneo hayo ambayo sasa yanashikiliwa na Urusi. Marekani yenyewe inaendelea kuchunguza ombi la Kiev, ambapo rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita alisema kwamba Ukraine ina nafasi ya kurejesha maeneo yote yaliyopotea. Hali hii imeonyesha mabadiliko ya msimamo wake kuhusu vita baada ya kukasilishwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa kusitisha mapigano kufuatia kile walichokiita ni mkutano wa kilele wa amani uliofanyika mjini Alaska. Ukraine bado inatumai kushawishi Marekani kuruhusu matumizi ya makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk yanayoweza kufika jijini Moscow, ambapo makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kwamba Trump anaendelea kulifuatilia ombi hilo, na mjumbe maalum wa Marekani kuhusu Ukraine Keith Kellogg amesisitiza uwezekano wa jambo hili, akisema tumia uwezo wa kulenga kwa kina, hakuna maeneo salama, kauli ambayo ilizungumzwa na JD Vance. Vance amesema rais wa Marekani ndiye atakayetoa uamuzi wa mwisho kuruhusu matumizi ya makombora hayo, ambapo msemaji wa ikulu ya Kremlin Bwana Dmitry Peskov yeye amesema madai hayo ni mambo mazito sana na yanachunguzwa kwa makini na taifa la Urusi. Ifahamike makombora haya ya Tomahawk ambayo yalibuniwa wakati wa vita baridi ni silaha za masafa marefu za Marekani za kushambulia ardhini zenye uwezo wa kurushwa kutoka kwenye meli pamoja na manowari, ambazo pia zina uwezo wa kufika umbali wa takribani kilomita 2500 na yana uwezo wa kubeba kichwa cha kivita chenye kilo 450, jambo ambalo linaweza likaifanya Moscow kuwa ni miongoni mwa eneo ambalo ni target zaidi na Ukraine kama ruhusa hiyo itatolewa na Marekani wa Ukraine kutumia makombora hayo. Ukilinganisha makombora ya Atakins yanayotolewa na Marekani kwa Ukraine ambayo yenyewe yana umbali wa takribani kilomita 300 pekee, Ukraine imekuwa ikiomba mara kwa mara makombora ya Tomahawk, ingawa maafisa awali walikataa ili kuepuka kuongeza mvutano zaidi na Urusi, lakini sasa wamesema wanahitaji makombora hayo. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alirudia ombi hilo wiki iliyopita katika mkutano wake na Donald Trump wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa jijini New York. Trump hivi karibuni ameonyesha kuunga mkono mashambulizi ya Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi, akisema haiwezekani kushinda vita bila uwezo huo, huku akimlaumu mtangulizi wake Joe Biden kwa kuizuia Ukraine kubaki katika nafasi ya kujihami dhidi ya Urusi. Viongozi wa Ulaya wenyewe wanakutana huko Copenhagen, ambapo leo Jumanne ni siku muhimu kwa Ukraine na kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya ambao wanakutana Copenhagen kujadili ulinzi wa pamoja na msaada ambao unaendelea kwa Kiev. Viongozi hao pia wanatarajiwa kuchunguza njia za kutumia mali za Urusi ambazo zimetaifishwa barani Ulaya kuisaidia Kiev, kufuatia pendekezo jipya la tume ya Ulaya lililoungwa mkono na Ujerumani. Ujerumani imekuwa mtoaji mkubwa zaidi wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine ikipita Marekani mwaka huu. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, ambaye ni mwenyekiti mwenza wa Ukraine Contact Group, pamoja na waziri wa ulinzi wa Uingereza John Hill walionyesha kukata tamaa kuhusu uwezekano wa amani nchini Ukraine katika ule mkutano wa Warsaw Security Forum uliofanyika Jumatatu,
ambapo juhudi za kidiplomasia zimekosa kuleta suluhu ya kusitisha mapigano. Urusi pia imeongeza mashambulizi dhidi ya Ukraini. Yote haya yanaacha bila shaka uwezekano bwana Vladimir Putin hataki kusitisha mapigano na hataki kabisa amani kule nchini Ukraini. Hiki ndicho ambacho kinaendelea katika taifa la Ukraini. Nimewaleteni tena taarifa kuhusiana na PMP Company Limited. Bwana, hao ni mabingwa wa kuchimba vyoo ambavyo havijai. Wanajenga vyoo ambavyo havijai kabisa. Kama umehangaika kuita gari ya kunyonya uchafu, unatumia gharama kibao, inawezekana unatapisha choo wakati mvua imenyesha, inawezekana nyumba yako ni kubwa na choo kinajaa mara kwa mara, haujui ni suluhu gani utaipata, bwana wapigie simu PMP Company Limited. Wanajenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai kabisa maisha yote. Unaweza kuwasiliana na PMP Company Limited kwa simu namba hizi zifuatazo: 0768643243. Lakini PMP Company Limited bwana wametuletea huduma nyingine bora zaidi. Kama unahitaji kuchimba kisima cha maji kirefu, unahitaji wapime kama eneo lako lina maji, unahitaji wafanye survey kwenye eneo ambalo unataka kuweka kisima cha maji, basi piga simu namba hizo na wanachimba visima virefu. Watu wengi sasa hivi wameanza kuchimba visima, wale ambao walikuwa wanateseka, na wanapata hiyo huduma kupitia PMP Company Limited. Wakati hayo yakiendelea, tunaona Ukraine imetuma ujumbe ambao umeelekea Marekani kushiriki katika mazungumzo juu ya uzalishaji wa pamoja wa ndege zisizokuwa na rubani, drone. Wizara ya Ukraine ya ulinzi imethibitisha kutoa watu wake kuwapeleka huko nchini Marekani kwa ajili ya kukaa katika mazungumzo ya pamoja namna gani ya kuzalisha hizo drone. Habari hizi au taarifa hizi zinakuja wakati Washington imeharakisha kukamilisha makubaliano ya ununuzi wa silaha za Marekani na uagizaji wa drone ambazo zinazalishwa nchini humo, ambapo Rais Volodymyr Zelensky ameyasema hayo baada ya ziara yake ya hivi karibuni nchini Marekani, ambapo alikutana na Rais Donald Trump. Ujumbe huo unaongozwa na naibu waziri wa ulinzi Serhiy Boyev, unatarajiwa kujadili zaidi masuala ya kiufundi. Zelensky anasema Ukraine inapanga kufikia makubaliano mawili makubwa. La kwanza ni mega deal, makubaliano ya ununuzi wa silaha za Marekani, na ya pili ni drone deal, makubaliano ya kuuza droni za Ukraine kuiuzia Marekani. Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky Septemba 27, 2025 alisema tumeshajadili mambo ya msingi na tumekubaliana na rais wa Marekani, sasa tunasonga mbele kutekeleza kwa vitendo, alizungumza bwana Volodymyr Zelensky. Kwa mujibu wake, Kiev imeandaa orodha ya silaha za kununua kutoka Marekani zenye thamani ya dola takribani bilioni 90, huku pia ikionyesha nia ya kufikia makubaliano mengine ya silaha, hasa makombora ya masafa marefu kama hayo ya Tomahawk. Ripoti ambayo ilichapishwa Septemba 26 ilisema Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky aliyaomba hayo makombora ya Tomahawk ambao ana uwezo wa kushambulia umbali wa kilomita 2500. Zelensky alisema serikali inajiandaa kuanzisha mfumo wa mauzo ya nje wa silaha zake, ikiwemo hizo droni ambazo zimetengenezwa nchini Ukraine, ambapo hizo silaha zitapelekwa nchini Marekani. Mapato yatakayopatikana yatatumika kununua silaha zinazohitajika kwa haraka kama vile droni za kudungua makombora ya adui. Nikimnukuu, Volodymyr Zelensky anasema, sidhani kama makampuni yetu yote yatakuwa yameridhika. Wanataka kuuza kila kitu kila mahali mara moja, lakini kipaumbele chetu ni kujaza upya jeshi la Ukraine hadi vita vitakapomalizika. Hivyo mauzo yataendelea kudhibitiwa, alizungumza Volodymyr. Ukraine inakusudia kufanya mikataba ya mauzo na nchi za Marekani, Ulaya, Mashariki ya Kati na Afrika. Tayari baadhi ya mataifa ya Afrika yamewasilisha maombi, ambapo Zelensky alisema Kiev imeshachagua nchi ya kwanza itakayoshirikiana nayo, ijapokuwa bado hajaitaja ni taifa hilo. Rais huyo alithibitisha pia kuwa Ukraine imepokea mfumo wa ulinzi wa angani aina ya Patriot kutoka Israel ambao umekuwa ukifanya kazi kwa mwezi mmoja. Aidha, mifumo mingine miwili ya Patriot inatarajiwa kuwasili kutoka Ujerumani kabla ya mwaka huu kuisha. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amethibitisha taarifa hiyo kupitia katika mkutano wa Warsaw Security Forum ambao ulifanyika Septemba 29. Zelensky kwa mara ya kwanza alitangaza pendekezo takribani dola bilioni 90 kununua silaha za Marekani wakati wa ziara yake mjini Washington mwezi Agosti, akielezea huo ni kama sehemu ya mpango wa dhamana ya usalama baada ya vita. Kabla ya hapo, vyombo mbalimbali vya Ukraine viliripoti kwamba Ukraine ilikuwa imependekeza ununuzi wa silaha za Marekani yenye thamani ya takribani dola bilioni 100 kwa ajili ya ufadhili wa washirika wa Ulaya. Mwezi mmoja baadaye, walitangaza kuanzisha mfumo wa udhibiti wa mauzo ya nje ya silaha za ndani, hasa drones za majini.
Tangu Urusi ianzishe uvamizi wa moja kwa moja mwaka 2022, sekta ya droni Ukraine imekuwa kwa kasi kubwa, na sasa hivi kuna makampuni takribani 200 yanayotengeneza mifumo rahisi na nafuu ambayo imebadili sura ya vita vya kisasa. Hata hivyo, uwezo wa uzalishaji umekuwa mkubwa kuliko rasilimali fedha walizokuwa nazo. Kwa sasa mauzo ya silaha za Ukraine nje ya nchi bado yamewekewa vikwazo vikubwa vya kisheria, ikihitaji vibali vigumu kutoka idara ya mauzo ya nje ya serikali, ambapo mwezi Mei wazalishaji wa silaha walimwandikia barua Zelensky wakimtaka kuondoa vizuizi hivyo, hasa droni za kijeshi ambazo zinazalishwa ndani ya taifa hilo la Ukraine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.